Ya Ali Madad, ya Ali Madad. Uhali gani kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu, ni kukaribishe tena katika Zone Media ili uweze kufahamu yanayojiri katika uga wa kimataifa. Na hapa tunaelekea moja kwa moja huko Mashariki ya Kati katika taifa la Lebanon, ambapo jeshi la utawala wa Israel limesema limeanzisha safu ya mashambulizi ya anga yakilenga kile linachosema kuwa ni maeneo ya kijeshi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi hayo ya Alhamis yalikuja muda mfupi baada ya shambulio jingine la Israel kulenga eneo la wilaya ya Tyre kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel lilidai kuwa liliwalenga wanachama wa kitengo cha ujenzi cha Hezbollah, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Al Jazeera lililoko nchini Qatar. Shirika la habari la taifa la Lebanon NNA lilithibitisha mashambulizi ya Israel karibu na miji ya Toura na Abbasiyeh katika eneo la Tyre na pia eneo la Taibe kusini, lakini halikuripoti vifo vyovyote. Pia liliripoti ndege ya kivita ya Israel ikiruka kwa urefu wa chini juu ya vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut. Mashambulizi hayo yanakuja wakati Hezbollah imetoa msimamo mkali wa kukataa mazungumzo yoyote ya kisiasa na Israel, ikisema mazungumzo kama hayo hayataitumikia maslahi ya kitaifa. Kufuatia katazo la Hezbollah kuweza kukaa chini na kuzungumza na Israel kupitia kiongozi wake katibu mkuu Naim Qasim, taifa la Israel linazidi kuweza kuishinikiza Hezbollah kukubali mazungumzo hayo kwa kufanya mashambulizi kadhaa kwenye vituo vya silaha katika kusini mwa Lebanon ambavyo vimekuwa vikihusisha wanamgambo wa Hezbollah katika eneo hilo. Sasa basi, kwa kuwa Hezbollah inazidi kuweza kuikatalia Israel kupata nafasi ya kuweza kufanya mazungumzo ya kisiasa, ndipo ambapo taifa la Israel nalo linazidi kuweza kuzidisha mashambulizi, huku likipelekea hofu ya kuibuka kwa mashambulizi mengi zaidi katika wakati ujao. Kutokana na mkataba ambao ulisainiwa mnamo mwaka jana wa kuweza kusitisha mapigano baina ya Hezbollah pamoja na taifa la Israel, kunaonekana kuna udhaifu mkubwa zaidi ambao unazidi kuongezeka kutokana na taifa la Israel kuzidisha mashambulizi yake katika maeneo hayo. Ripoti za wiki hii kupitia majarida mbalimbali yaliripoti kwamba huenda ikaibuka vita nyingine kati ya Hezbollah pamoja na Israel, huku kukiwa na hofu kubwa kwamba taifa la Israel limekuwa likihofia kundi hilo ambalo ndio kundi tishio zaidi katika kona Mashariki ya Kati, kutokana na kuwa na ufanisi mkubwa kwenye upiganaji wa vita, lakini vile vile kumiliki vifaa hatari vya kivita ambavyo vinatishia maisha ya wananchi wa Israel na serikali yake kwa ujumla. Mnamo mwaka 2023 kundi la wanamgambo la Hezbollah lilikaribia kufanikiwa kumpata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kuweza kushambulia katika nyumba yake nchini Israel. Mtazamaji wetu, tutakujuza yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Basi nikusihi tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.